Sayuni TV, neno la Bwana. Sayuni TV. Leo ni siku ambaye ninamshukuru Mungu. Ninamshukuru Mungu ni kwa sababu amekuwa kimbilio la moyo wangu. Amekuwa akinichunga, amekuwa akinilinda. Ni kwa sababu ule mwovu shetani kila wakati huwa anatuwinda. Na anapotuwinda Yesu mwenyewe ama Mungu mwenyewe huwa anaachilia malaika ili waweze kutupikania. Mungu amekuwa mwema kila dakika. Wakati wa majaribu, wakati wa mateso, wakati ambaye wanadamu wanataka kukutesa, ni wakati Mungu anakuwa hapo pamoja na sisi. Na kwa sababu ya hayo huwa ninamshukuru kila wakati. Kuna mahali nilikuwa nikinena nikasema ya kwamba wakati unapoamka jifunze kumshukuru Mungu. Si kawaida kuamka. Wakati unapoamka kaa ukichukua muda wako kunena na Mungu na kumwambia ni asante, kwa sababu si kawaida. Ukisoma katika maandiko katika Zaburi 44 mstari wa 22, maandiko yanasema ya kwamba tunakikabiri kifo kila siku, lakini kwa neema yake Mungu anatuamsha. Na ni wakati wewe ujiulize, wakati Mungu umeniamsha nifanye nini? Umeniamsha niweze kunena ukuu wako. Umeniamsha ili niweze kutangaza neno lako, kwa sababu Mungu yeye ni mwaminifu. Nataka tusome neno ya siku ya leo katika kitabu cha Yeremia 14 kuanzia mstari ambaye ni mstari wa 10. Tuone Mungu anataka tufanye namna gani, ama anataka tuishi aje. Kwa sababu katika Wakorintho wa 2:3 mstari wa 3 anasema ya kwamba tuwe barua inaosomeka. Na ndipo unaona matendo yetu, maisha yetu imefanya kuwa neno lake Mwenyezi Mungu ni kama alina ladha. Ni kwa sababu watu wamemwasi Mwenyezi Mungu. Na maandiko yanasema ya kwamba katika Isaya 1 mstari ni wa 20, lakini mkiniasi mimi Mwenyezi Mungu na kunikaidi, nitaweza kuwamaliza kwa upanga. Na ndipo unasikia kila wakati kuna vituko, kuna mambo. Wakabla hujahukumu hiyo mambo, angalia kama kuna mkono wake Mwenyezi Mungu. Kuna mtu anaweza kujiuliza, kwani Mungu anaadhibu watu? Mungu anatuadhibu. Angalia wakati wa Torati 7 mstari wa 15. Maandiko yanasema ya kwamba Musa aliambiwa na Mwenyezi Mungu, yale magonjwa ambaye nilikuwa nimewakabidhi wa Misri, au magonjwa nitaweza kuwakabidhi adui zenu. Kuna mtu sahi amekoncheka ni kwa sababu ya uadui ambaye alijiwekelea kwa mtu. Kuna mtu sahi amepepa magonjwa na familia yake nzima, ni kwa sababu ya kumchukisha Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kuna Mungu katika mbingu. Na ndipo nataka tunene maandiko haya yako Yeremia 14 mstari kuanzia mstari wa 10. Maandiko yanasema ya kwamba Mwenyezi Mungu asema hivi juu ya watu hawa: kweli wamependa sana kutangatanga, wala hawaku kujisuia. Kwa hivyo mimi Mwenyezi Mungu si wapokei. Sasa ninayakumbuka makosa yao na kuadhibu kwa dhambi zao. Tumekuwa siku hizi ni watu wa kutangatanga. Wakati Mungu amekusimamisha mahali unabaa akubariki, mahali ambaye anabaa yafute dhambi zako na makosa yako, anakuta uyuko au yumo hapo tena umeshatangatanga. Ni kwa nini? Maandiko yanasema ya kwamba nyakati za mwisho utakuwa naambiwa Yesu wako pale, unakimbia. Yesu amepatikana jangwani, unakimbia. Yesu ako kwa kanisa fulani, unakimbia. Na ndipo Yeremia akawa ananena na Mwenyezi Mungu. Mungu akamwambia yeye apendezwe na watu wa kutangatanga. Hebu uliza moyo wako, wewe unatangatanga wapi? Na ndipo maandiko yanasema ya kwamba na Mwenyezi Mungu asema siwapokei watu wa aina hiyo. Na ndipo unakuta wewe ni mtu wa kutangatanga. Ukiamka asubuhi unasema nimesikia Mungu ako mahali fulani, nimesikia kuna mtu anaomba ako mahali fulani. Ukitoka hapo unaona ni kama hakuna Mungu, unatoka unaenda kwingine. Hayo maandiko inasema ya kwamba ni mtu wa kutangatanga. Mwenyezi Mungu anasema siwapokei watu wa aina hiyo. Mwenyezi Mungu sasa atayakumbuka makosa yao na kuwaadhibu kwa dhambi zao. Mwenyezi Mungu kwa watu ambaye wanatangatanga. Ni kwa nini nanena haya? Angalia wakati Agali alipofungiwa misiko chakula, maji pamoja na mtoto aelekee jangwani. Maandiko yanasema ya kwamba mahali alienda akakaa, wakati hiyo chakula kiliisha,
Hapo ndio alikaa na akapeleka mtoto wake mbali. Lakini angalia, Mungu anasikia kilio cha ule mtoto. Akaenda akachukua ule mtoto, akatuma malaika, wakaambia mama yake aende achukue mtoto mahali amemweka. Mungu amesikia kilio chake. Maandiko yanasema ya kwamba mahali Agali alikuwa amekaa, hapo ndio kisima kilipatikana cha maji. Wewe mahali umesimama unaitia Mungu, baraka zako ziko hapo hapo. Angalia mtu anaitwa Jakobo, alikuwa akitoka katika kwenye alikuwa ukimbishoni, mahali alikuwa amekimbia akiokopa ndugu yake Esau. Maandiko yanasema ya kwamba wakati alikuwa anatoka kwa mjomba wake akiwa na mali, Mungu alimkumbusha ya kwamba ulipita hapa Jonathan ukiwa peke yako. Saa hii unarudi ukienda nyumbani, umebarikiwa, unafaa kufanya nini? Mungu anasema, maandiko yanasema ya kwamba Jakobo aliacha mali yote, watoto na wake zake ng'ambo ile ya Jonathan, akaweza kufuka tena kwenye wamepita, akaenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na mahali alienda kukaa kumshukuru Mungu, usingizi ukampata. Maandiko yanasema ya kwamba malaika wakatoka juu mbinguni, wakiwa wameshikana mpaka mahali Jakobo alikuwa amelala. Lakini aliwakamata na akawaambia, mwezi toka hapa kabla mjanibariki. Wewe kwa nini mahali umesimama, mahali umekaa ukimtafuta Mwenyezi Mungu, uwezi ukasimama hapo na kuambia Mwenyezi Mungu, sitoki hapa, imani yangu haipanduki hapa Mungu kabla hujanibariki? Watoto wangu wanakuhitaji, kasi ya mikono yangu inakuhitaji. Siku ya leo Mungu inakukarimu wewe Mungu kunibariki. Lakini wakati mwingine wewe umekuwa ni mtu wa kutangatanga, unapeleka mawazo huko na kule, unaona afadhali ningefanya lile ambaye kwa sababu ya kwamba hauna ile subira kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Mstari wa 11, usiwaombee watu hawa nafaka. Mstari wa 11, Mwenyezi Mungu aliniambia hivi, usiwaombee watu hawa nafaka. Hebu angalia, huyo ni Yeremia anaambiwa na Mwenyezi Mungu, hao watu usiwaombee chakula kwa sababu ni watu wa kutangatanga. Kuna wakati mwingine tunatangatanga, Mungu anatuangalia tu aone tunajifikisha wapi. Maandiko yanasema ya kwamba katika vichwa vyetu kuna nywele na ni sisi tumepepa, lakini ujue hesabu yake. Lakini aliyekuumba anajua hesabu ya nywele zako. Kama wewe mwenyewe ujue hesabu ya nywele zako, ni kumaanisha ujiwezi. Bila Mungu haujiwezi. Inafaa kila wakati kuliko kutangatanga, kaa hapo mahali ulipo, muitie Mungu hapo na Mungu atashuka. Lakini unakuta mtu hii wiki hako kwa ile kanisa, yakifika kwa hiyo kanisa anasema hapana, huyo hata ana Mungu, anaenda kwingine, anaitwa unasunguka dunia nzima, unatafuta nani? Mungu ako mahali uliko, mahali hapo, mahali uko, hapo mahali uko ndio Mungu ako hapo. Ni kwa nini? Unakuta mtu ameandikwa, lakini akikaa kwa hiyo kasi, anaambiwa hii kasi haina pesa nyingi, anatoka anaenda kwa kasi nyingine, anatoka hapo anaenda, unakuta wewe ni tangatanga kila mahali. Ni kwa nini? Unakuta hata saa zingine umeachilia shetani anakutawala. Unakuta kama ni msichana amesaa hapa, amesaa kule, amekuwa tangatanga. Hata watoto wengine hajui baba yao ni nani. Kaa mahali ulipo, umungoje Mwenyezi Mungu, tuone kama hatashuka. Kwa sababu anasema aje? Anasema katika kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 8, munijaribu mimi Mwenyezi Mungu, muone nilivyo mwema. Mjaribu kuanzia siku ya leo. Mahali umekaa hapo, mahali umetengeneza pa kuitia Mungu, tusiwe tangatanga hata kwa nyumba zetu. Si ati leo naombea jikoni, si unaombea wapi, tengeneza mahali unaambia Mungu hapa ni mahali patakatifu, ni mahali ninakuitia, ni mahali Mungu nanena na wewe. Maandiko yanasema ya kwamba unapoingia katika chumba chako cha kulala, alafu unafunga mlango na unabika makoti kumtafuta Mwenyezi Mungu, unampokea. Lakini unatangatanga. Na ndiposa unaona wakati mwingine uko kwa maombi, na kwa sababu shetani alisoea kukupanya utangatange, unakuta uko kwa maombi lakini umefunga macho, lakini unakumbuka
Kuna vitu zingine hata ukiwa kwa maombi shetani anakuja kukuonyesha ya kwamba fulani alinikosea, na ni kwa nini hata unasahau ulikuwa kwa maombi, kwa sababu umekuwa tanga. Moyo wako umeufanya umekuwa tanga. Simama hapo, umungoje Mwenyezi Mungu. Mungu atampata. Mungu atampata. Kuna mama nilikuwa nikimuombea na nikamwambia arudi katika madhabahu siku ya Jumatano. Ikifika Monday, Jumatatu nikiwa nimelala nikaonyesha ule mama, nikaambiwa angalia ule mama ndio ule kwa mkanga, na hiyo Jumatano angeingia hapa ndio angeenda apate mtoto, lakini huyo mama hataishi bila mtoto milele kwa sababu ameniazi. Akaona mtu anaitwa mkanga ndio anaweza kumsaidia. Kwa nini unakuwa tanga? Tena unaenda kutafuta msaada kwa mtu aliyeumbwa na Mungu? Au kwa nini? Tafuta msaada kwa Mungu. Kuwa msomaji wa neno, kuwa mtu muombaji wa kuomba, wa kumtafuta Mungu. Zaburi 121 maandiko yanasema ya kwamba tuinue macho yetu tutasame mlima. Mwenyezi Mungu anakaa katika mlima wa Sayuni. Anakaa pale mahali pale na wateule wake, anakaa pale na makuhani, anakaa pale na manabii, anakaa pale na wachungaji, wale ambao walikuwa na mcha Mwenyezi Mungu kwa mioyo yao yote. Kwa nini unakuwa tanga? Kwa nini? Ukisoma katika Yeremia 11 mstari wa 14 maandiko yanasema ya kwamba watu wao usiwaombee wewe Yeremia wakati watakapokuwa wanataabika, kwa sababu hata ukiwaombea sitawasikiliza. Ni kwa nini? Kwa sababu hawajatii agano. Ile jambo nataka leo, ndugu yangu, dada yangu, nataka kukuibia asili. Weka maagano na Mungu. Waambie Mwenyezi Mungu, ukinitendea haya na mimi nitakutendea hili. Mungu hapo atakubariki haraka, aone kama wewe ni mtu wa kutii. Na hakika ukifanya hayo utaona vile Mungu atakuinua. Naomba Mungu wa mbinguni akabariki kila mmoja. Naomba Mungu wa mbinguni akakumbuke moyo wa kila mmoja. Awache kuwa tanga. Aende abariki kila mtu. Hakika waone Mungu yupo. Kitu ya kwanza baraka nilisema ni amani. Baraka ya pili, Mungu akupatie ule moyo wa upendo wa kupenda kila mmoja, kwa sababu Mungu wetu ni upendo. Na Mungu wa mbinguni akawabariki na akawainue, kwa sababu nawapenda sana. Amen and amen. Sayuni TV, neno la Bwana.